mpaka katika uwanja ule wa Majimaji, ambapo ndipo sherehe na shamra zingine zitaendelea katika uwanja ule. Lakini kwa sasa tunachoshuhudia ni maandamano, wanawake kutoka vikundi mbalimbali wakipita hapa wakiwa wameshikilia mabango yao. Nimeona wanawake kutoka Luwasa mkoa wa Ruvuma wako wamepita wakiwa na mabango yao, lakini wanawake kutoka halmashauri ya Mbinga mji nao pia wako hapa wamepita. TANESCO wako hapa wamepita pia na mabango yao, lakini wanawake kutoka TAWA wamekuja na miavuli ikiwa imependeza kweli kweli. Lakini tumeona pia wanawake kutoka JWTZ tumewaona hapa, lakini tumeona pia wanawake kutoka Jeshi la Ulinzi na Usalama ambao ni JWTZ na majeshi mengine ambayo yako katika nchi yetu. Lakini tuko pia na wanawake kutoka ofisi za Radio Kima FM na wamewasili katika viwanja hivi vya Songea kwa ajili ya kuhakikisha basi maandamano haya hayatupiti kushoto, na mimi nikiwa ni mmoja wa wanawake hapa. Baadhi ya wanawake ambao wanawasili mahali hapa kuelekea katika uwanja ule wa Majimaji, ambapo shughuli nzima sasa ya mwanamke itamalizika hapo. Mtazamaji, hisi ya kukosa kabisa. Kama hauko Songea mjini kwa sasa, basi hakikisha unabaki na online TV kuhakikisha kila kitu ambacho kinakuja studio tafadhali endelea kupandisha. Wakati tutapokelewa na MC wa uwanjani hapa. Tunazunguka hivi tunakuja hapa tunapokelewa. Tuifuate yale matangazo litakuwa nyuma, sisi tutakuwa nani? Yale matangazo mbele jamani. Tunabaki nyuma yale matangazo. Ili wako endelea kupandisha kufanikiwa malengo yetu. Wakati huo wanaendelea mama wazuri kupita hapa mbele, tutasoma mabango au bango moja na mheshimiwa mgeni rasmi ataweza kuyaona hapa mbele. Kauli mbiu wanawake na wasichana kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji. Wanawake oye! Sijaona mbele mgeni rasmi. Wanawake safi! Naona TANESCO hapa. Wanapenda TANESCO. Wanawake safi! Wanawake oye! Jamani, mmependeza sana. Hivi ndio nyie tunakutana shambani? Ndio
Mheshimiwa mgeni rasmi, kaimu mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, profesa wa siasa, baba yangu Mheshimiwa Odo Mwisho, Mheshimiwa kaimu katibu tawala mkoa wa Ruvuma Mr. Joel Bea, Mheshimiwa kaimu katibu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT mkoa wa Ruvuma, mama yetu wa nguvu, mama naomba usimame, wanawake wapone. Amependeza, hajapendeza? Jamani, huyu ndio mama yetu wa mkoa wa Ruvuma na ndio mwenye shughuli hii. Lakini pia Mheshimiwa mstahiki meya, Mheshimiwa dada zangu wabunge wa viti maalum ambao muda wote nikisema dada zangu nipo hapa mnakuja mnasikiliza. Mheshimiwa Jacqueline Msongos, Mheshimiwa Mariam Nyoka, jamani dada zangu wamependeza hawajapendeza? Nikisimama kama mwenyekiti wa kamati, mjue nyuma yangu kuna dada zangu wa nguvu kabisa ambao nikiwapigia simu hata usiku wanasema mdogo wetu sema unataka nini. Nikiwaambia wanawake wa Ruvuma wanawahitaji dada zangu hawasiti kunisogelea. Asanteni sana kwa heshima mnayoipa kamati ya maandalizi ya siku ya wanawake mkoa wa Ruvuma. Waheshimiwa viongozi, bila kumsahau mama yetu mke wa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Songea, Mama Ndumbaro ambaye siku zote anatushika mkono, Waheshimiwa makatibu tawala wa wilaya, Waheshimiwa viongozi meza kuu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipo mbele yenu kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya siku ya wanawake mkoa wa Ruvuma. Naitwa Siwazuri Ali Mwinyi, afisa utumishi wa RUWASA wa mkoa wa Ruvuma. Nipo hapa kwa ajili ya kuwakaribisha wanawake wote pamoja na wageni waalikwa katika hadhara hii, ikiwa tunaadhimisha kilele cha siku ya wanawake katika mkoa wa Ruvuma, tukiwa na kauli mbiu yetu wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaadhimisha maadhimisho haya tukiwa kifua mbele kwa sababu tunaongozwa na mwanamke shupavu kabisa ambaye ni mshindi wa tuzo ya Girl Keeper, ambaye ameweza kutuonesha namna ambavyo mwanamke anaweza kuongoza, namna ambavyo mwanamke anaweza kushika jahazi la nchi katika historia ya Tanzania haijawahi kutokea. Namuongelea nani hapa? Namuongelea Jemedari Samia Suluhu Hassan. Kisema Samia mitano tena. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na viongozi wengine, tunaadhimisha maadhimisho haya tukiwa tumefanya shughuli mbalimbali kutoka tarehe 1 mpaka tutakapohitimisha siku ya kesho. Wanawake wa mkoa wa Ruvuma wameweza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na mazoezi ya utunzaji wa vyanzo vya maji kwa kupanda miti kwenye vyanzo mbalimbali vya maji. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake hawa wamehudhuria makongamano ya wanawake katika ngazi ya wilaya pamoja na ngazi ya mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake hawa wameweza kufanya matendo ya huruma kwa kuwatembelea wenye uhitaji. Mfano mzuri kabisa, tarehe 3 mwezi wa 3 tulifanya kongamano la
ukumbi wa Bomba Mbili, ambapo Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongo alikuwa mgeni rasmi. Tuliweza kufanya harambee ya kumsaidia mwanamke mwenzetu, binti ambaye ana matatizo ya afya na akihitaji msaada wa afya na matibabu. Tuliweza kufanya harambee na kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Songea tuliweza kukusanya kiasi cha pesa ili kiweze kumsaidia kupata bima ya afya, aweze kupata matibabu kwa urahisi. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza kutembelea watoto wenye matatizo kama watoto yatima pamoja na watoto wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya shughuli mbalimbali za mshahara katika kushiriki shughuli za maendeleo, ambapo tumeshiriki katika miradi ya ujenzi wa zahanati na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunasherehekea maadhimisho haya huku tukitambua na kuthamini mchango wa mwanamke kama daktari, mwanamke kama mwalimu, mwanamke sehemu yoyote utakapomweka anacheza ile nafasi bila kuogopa wala bila kutetemeka. Wanawake oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nipende kuwakaribisha watu wote, wananchi wote waliofika katika uwanja huu wa Majimaji hapa manispaa ya Songea, ikiwa tunaadhimisha kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake katika mkoa wa Ruvuma. Ninaomba niseme kwamba maadhimisho haya yamefunguliwa, lakini pia nawakaribisha sana katika kilele cha siku ya wanawake mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, risala kwa mgeni rasmi Kanali Ahmed Abasi Ahmed, mkuu wa mkoa wa Ruvuma, katika kilele cha maadhimisho siku ya wanawake duniani inayofanyika kimkoa katika manispaa ya Songea leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Ruvuma, katibu tawala wa mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge, kamati ya ulinzi wa usalama ya mkoa wa Ruvuma, kamati ya ulinzi wa usalama wa wilaya, makatibu wa wilaya wote, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa meya wa manispaa ya Songea, waheshimiwa wenyeviti wa halmashauri zote, wakurugenzi wa halmashauri zote, viongozi wa dini, ndugu watumishi kutoka maeneo mbalimbali, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote sisi wanawake wa mkoa wa Ruvuma tunatoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha hapa leo tukiwa wazima wa afya njema. Pia shukrani zetu kwako kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya muhimu kwetu. Sisi wanawake wa mkoa wa Ruvuma tunaungana na wanawake wenzetu dunia nzima, hususani nchi za Afrika, kusherehekea siku ya mwanamke duniani leo tarehe 8 Machi 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, madhumuni ya maadhimisho haya ni kutoa fursa kwa wanawake, jamii, vyama vya siasa na mashirika mbalimbali kutafakari kwa undani mafanikio na changamoto zinazowakabili wanawake na makundi tete katika jamii. Lengo la kuendeleza mchakato huu ni kuleta usawa wa kijinsia. Aidha, kuiwezesha nchi kupima utekelezaji wa maazimio, mikataba na matakwa mbalimbali ya nchi na kimataifa, na kubaini changamoto zinazowakabili wanawake. Maadhimisho haya yanakumbusha na kuelimisha jamii juu ya haki za binadamu, hususani wanawake na watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia kauli mbiu mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki sawa, usawa na uwezeshaji. Lengo la maadhimisho haya kwa mwaka 2025 ni kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake
wasichana na wanaume kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Maadhimisho haya yanahusisha makundi mbalimbali wakiwemo wanawake, wanaume, vijana wa kiume na vijana wa kike, wadau mbalimbali wa maendeleo ya wanawake nchini, viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini na asasi za kiraia. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake kipindi cha miaka ya hivi karibuni wamekuwa wakionekana kwenye maeneo mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutambua mchango wa wanawake na kuwapa nafasi mbalimbali za uongozi. Pia kutoa fursa ambazo zinawezesha wanawake kujikwamua kiuchumi. Hali hii imesaidia kutoa mwamko mkubwa wa wanawake kujiamini na kufanya wanawake wengi zaidi kuwa kuthubutu na kushiriki katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuangalia idadi kwa sasa tunaona kuwa wanawake wengi wamepata nafasi mbalimbali za uongozi, lakini pia bado kundi kubwa limeachwa nyuma, na hii ni kutokana na rasilimali chache zinazopatikana ukilinganisha na idadi ya wanawake waliopo. Tunatambua kuwa serikali inaendelea kuwatupia macho kundi hili. Tunashauri kwamba wanawake tushirikishwe katika nafasi za maamuzi na kutatua changamoto zinazotukabili kwenye maeneo yetu. Utambuzi wa haki zetu za msingi katika maeneo tunayoishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kuiomba serikali na jamii kwa ujumla kumpa fursa ya kupata elimu mtoto wa kike, kwani kuna baadhi ya maeneo nchini bado changamoto watoto wa kike wamekuwa ni wahanga wakubwa wa mimba za utotoni. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuwarudisha shuleni watoto wa kike waliopata ujauzito wakiwa shuleni na walioacha masomo kwa sababu mbalimbali. Lakini bado tunaiomba serikali kwa kushirikiana na jamii kuhakikisha kuwa watuhumiwa wa matukio ya ukatili dhidi ya watoto, hususani watoto wa kike, wanachukuliwa hatua zinazostahili kupunguza tatizo la mimba za utotoni katika maeneo yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Ruvuma bado una tatizo la ukatili wa kijinsia, na hii inatokana na uelewa mdogo kwa jamii kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2024, taarifa ya ukatili wa kijinsia kutoka dawati la jinsia na watoto kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025 inaonyesha kuwa hali ya ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Ruvuma kwa wanawake na wanaume, watoto wa kike na wa kiume katika kipindi hicho. Makosa ya ukatili kwa watu wazima yameripotiwa wanaume jumla ya kesi 34 sawa na 41%, na wanawake kesi 47 sawa na 58%. Jumla ya kesi ni 81. Aidha, katika kesi za ukatili wa kijinsia watoto wa kiume 26 sawa na 22%, na watoto wa kike 88 sawa na 87%. Takwimu zinaashiria kukithiri kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa wanawake na watoto. Mikakati ya pamoja inahitajika kutokomeza, ikiwemo kuzijengea uwezo kamati za mtakuwa ngazi zote na kuendelea kutoa elimu ya ukatili kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama wote tunavyofahamu kuwa wanawake katika mkoa wetu wa Ruvuma ndio wazalishaji wakuu wa mazao ya biashara na chakula, lakini mara nyingi wanawake wamekuwa hawashirikishwi katika kupanga matumizi ya kile kilichozalishwa, na pia kwa nadra sana wanamiliki rasilimali za familia katika jamii. Jambo hili linapunguza ari ya kufanya kazi kwa bidii, hasa kazi za uzalishaji. Hatimaye kaya hudorora
kabisa na uchumi kuanguka. Lakini kaya zile ambazo wanazalisha kwa kushirikiana kwa pamoja katika kupanga mipango bora ya maendeleo wanafanikiwa sana kiuchumi. Kutokana na uelewa mdogo, badala ya kujifunza kwenye kaya hizo, huishia kusema baba wa kaya hiyo ametekwa na mwanamke mdogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika swala zima la mikopo, tunachukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kurudisha mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu baada ya kusitishwa kwa kipindi cha mwaka 1.5. Katika kipindi cha mwaka 2025, jumla ya shilingi milioni 971,559,632 zimetolewa kwa vikundi 146 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutokana na fedha zinazotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Imesaidia kukuza mitaji na uchumi wa kaya katika mkoa wetu. Tunaomba utilie mkazo katika mikopo hiyo itolewe kwa vikundi vingi zaidi na kwa wakati, ili kuwezesha kusaidia kukuza mitaji na kuongeza kipato cha kaya na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kufanikisha maadhimisho ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, wanawake wa mkoa wa Ruvuma wameshiriki katika shughuli zifuatazo kuanzia tarehe 1 hadi leo: kufanya kongamano la wanawake mkoa wa Ruvuma ambapo wanawake 800 walishiriki, kutembelea watoto wenye usonji katika manispaa ya Songea kwenye shule ya msingi Subira, kushiriki katika miradi ya maendeleo, kushirikiana na jamii katika kufanya usafi katika zahanati ya kata ya Matalawe, kutoa taulo za kike 5324 kwa wanafunzi wa sekondari na msingi manispaa ya Songea, kutoa elimu ya jinsia katika shule mbalimbali za mkoa wa Ruvuma, kwenda kutembelea wagonjwa wa ukoma katika kijiji cha Morogoro kata ya Itisha, kutembelea wagonjwa katika zahanati na vituo vya afya, kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, mikopo na ujasiriamali wanawake 800 kwa mkoa wa Ruvuma, kutembelea na kuwafariji na kutoa mahitaji kwa wahitaji na watu wenye ulemavu, maonesho ya wajasiriamali na pia kumalizia kilele cha maadhimisho leo hapa katika viwanja vya Majimaji manispaa Songea. Mheshimiwa mgeni rasmi, yapo mazuri ambayo yameendelea kuonekana katika kuinua hali ya uchumi ya wanawake. Baadhi yao wamekuwa wakikopeshwa mikopo kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi na kurejesha mikopo yao vizuri. Baadhi ya wanawake mmoja na vikundi wameweza kujiwekea akiba zao na kuweza kuendeleza shughuli za uzalishaji na kupata mahitaji ya familia zao, ikiwemo kusomesha, kupata huduma za afya, kupata chakula cha kutosha na kukuza kipato cha kaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake wa mkoa wa Ruvuma wanatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha miundombinu ya afya, maji, elimu katika kipindi hiki. Tunaona huduma za afya zimeboreshwa vizuri, shule za sekondari na msingi pia zimeanzishwa shule za wasichana katika mikoa yote. Huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika mkoa wa Ruvuma umefikia sasa 82%. Tunampongeza sana kwa jitihada zake kwa kuwakomboa wanawake katika changamoto mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wetu wa Ruvuma ni miongoni mwa mikoa iliyoathirika sana na janga la ukimwi. Mikakati iliyo mbele yetu ni pamoja na kutoa elimu ya kupima afya kwa hiari kabla ya kuoa ama kuolewa, kutoa huduma kwa watoto yatima kuathirika na wagonjwa wa ukimwi, kukemea mila na desturi zinazochochea maambukizi ikiwemo kulisi wajane, ngoma za usiku, ulevi uliokithiri, kuendeleza ngono uzembe kwa kutoa msisitizo kwa wananchi kubadili tabia. Aidha, tunaomba viongozi na jamii iendelee kuwaelekeza wananchi
waache kuwanyanyapaa wanaoishi na virusi vya ukimwi, pamoja na kuwasihi walioambukizwa kutokata tamaa, watumie dawa ipasavyo kama walivyoelekezwa na madaktari, ambapo itawasaidia kushiriki katika shughuli mbalimbali za ufikishaji mali. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake wa mkoa wa Ruvuma wanakabiliwa na changamoto zifuatazo. Fedha za mikopo zinazotolewa na serikali hazitoshelezi kuwapatia vikundi vyote, kwani vikundi vya wanawake ni vingi. Vikundi vya wanawake vinavyokopeshwa kutorejesha mikopo hiyo kwa wakati ikisaidia kurejesha kwa wakati, itawasaidia walengwa wengine wapate uelewa mdogo kwa jamii kuhusu elimu ya ukatili na usawa wa kijinsia, rushwa ya ngono katika nyanja mbalimbali, vifo vya kina mama wajawazito, ubakaji, mimba za utotoni na kutelekezwa kwa wajane. Haki kutotendeka hasa kwa wale wanaowapa mimba wasichana walioko mashuleni, wajane kunyang'anywa mali walizoachiwa na waume zao, wajasiriamali kukosa masoko ya bidhaa zinazotengenezwa mkoani Ruvuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sana, na pia kukushukuru wewe kwa kutenga muda wako kwa kuja kushirikiana nasi katika siku yetu hii muhimu, na moyo wako wa kujitoa katika harakati za kuleta maendeleo ya mkoa wa Ruvuma, ikiwa ni pamoja na jamii kufanya shughuli za uzalishaji mali kwa amani, hususan wanawake na makundi mengine katika jamii. Tunaomba wanawake watakaojitokeza kuchukua fomu za kugombea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu wapewe nafasi sawa kama wanaume. Sisi wanawake wa mkoa wa Ruvuma, kilele cha maadhimisho ya wanawake, siku ya wanawake duniani Ruvuma oye! Asanteni kwa kunisikiliza. Kabla sijasoma hotuba yangu, nilikuwa na kusema mambo mawili. Kina mama, niseme nisiseme? Hebu nisikilize pale. Niseme nisiseme? Hapa niseme nisiseme? Na huku je, niseme nisiseme? Niwaambie jambo. Akina mama msingi kwetu, akina mama tulikuwa tunatia huruma sana. Tusingetoboa. Lakini la pili, mimi nimekuwa nikija kwenye huu uwanja wa Majimaji kwa matukio mbalimbali. Hii sio mara ya kwanza. Mmependeza wakina mama, hongereni sana. Na siku yenu mmeipa heshima, na sisi pia katika mkoa wetu wa Ruvuma mmetuheshimisha. Kwa majina naitwa Kisare Makoi, ni mkuu wa wilaya ya Mbinga kama ambavyo nimekwisha tambulishwa. Lakini kwa siku ya leo nimesimama hapa kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa Canada Bash, ambaye ndiye alikuwa hapa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu la siku ya wanawake katika mkoa wetu wa Ruvuma kimkoa. Lakini kwa sababu zisizoweza kuzuilika hakuweza kuwa nasi siku ya leo, lakini naomba niseme kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuma salamu nyingi kwenu na anawapongeza sana kwa maandalizi mazuri mliofanya na kwa sherehe nzuri ambayo imefanya. Sasa baada ya kuyasema hayo, naomba sasa nichukue nafasi hii kusoma hotuba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye alikuwa ameiandaa na ambayo alikuwa aisome hapa kama ilivyo. Awali ya yote, nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kufika siku hii muhimu ya wanawake duniani leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025 tukiwa salama. Kwa namna ya kipekee niwashukuru kamati ya maandalizi ya sherehe hizi
kwa kunialika niungane nanyi hapa manispaa ya Songea katika siku hii ya leo. Nafasi hii ya kipekee kukutana nanyi wawakilishi wa wanawake mkoa wa Ruvuma, kwa sababu hiyo inatupa nafasi ya kutafakari na kukumbushana kuhusu nafasi muhimu sana alionayo mwanamke katika jamii kwa ujumla na kwa wanawake wenyewe. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa, uwezeshaji. Lengo la maadhimisho hayo kwa mwaka 2025 ni kuhamasisha dhamiri kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake, wasichana na wanaume katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu wananchi, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni mojawapo ya mkakati wa serikali katika kukuza usawa wa kijinsia na uelewa wa jamii wa masuala mbalimbali kuhusu wanawake na maendeleo. Aidha, hutoa fursa ya kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika kujenga uchumi wa taifa linalojitegemea kuelekea uchumi wa kati kama ilivyo malengo ya Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025 na Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025, Sera ya Maendeleo ya Wanawake na Jinsia 2023, utekelezaji wa maazimio ya Ulimwa wa Beijing kwa miaka 25, Ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu, hususan lengo linalohusu usawa wa jinsia na uwezeshaji wananchi kiuchumi, uwezeshaji wanawake kiuchumi. Ndugu wananchi, maadhimisho haya yanatarajiwa kujenga hamasa na ushiriki katika kuchangia kuleta usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake kwa kutekeleza yafuatayo. Kwanza, kuimarisha mifumo ya kijamii na hamasa kwa jamii kwa ajili ya kuleta usawa wa kijinsia. La pili, kuongeza msukumo wa wanawake kushiriki katika nafasi ya uongozi na vyombo vya maamuzi. Tatu, kubadilishana taarifa na uzoefu kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Na nne, pia katika kutekeleza maazimio, mikataba na itifaki za kimataifa ambazo nchi yetu imeridhia. Ndugu wananchi, moja ya visababishi vya kuendelea kuwepo umaskini katika kazi ya kaya ni wanawake kuendelea kunyimwa haki, hasa katika umiliki wa rasilimali ardhi, kukosa dhamana za kuwezesha upatikanaji wa huduma za kifedha, haki ya kupata elimu, haki ya kuchaguliwa kama kiongozi ndani ya jamii, na kwa mazingira mengine ya siku za nyuma, hata haki ya kuchagua mme lilikuwa halipo. Aidha, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imesimamia kidete katika kulinda haki na kujenga usawa kwa jamii. Imehakikisha wanawake wanapata haki. Tunafahamu kuwa haki hiyo imewezesha wanawake kuwa jasiri katika kujiamini, kugombea na kushinda nafasi mbalimbali za uongozi. Nachukua nafasi hii kuwahasa wanawake wote wenye uwezo kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mjitokeze katika uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kuwachagua viongozi bora wanaowajali wanawake na wanaoweza kuliletea taifa maendeleo. Kupitia risala yenu, natambua kwamba bado zipo changamoto za kuendelea kuwepo mfumo dume unaolindwa na mila na desturi potofu katika jamii zetu, mathalan wanawake kukosa haki ya kumiliki ardhi, kupigwa, kubakwa, kutelekezwa na kunyang'anywa mali na ndugu wa mume pindi wanapofiwa na waume zao na kunyimwa haki zao za msingi. Hadi sasa zipo jamii na familia zinazolazimisha wajane kuolewa na ndugu za marehemu ili tu warithi mali. Niwaombe wananchi, hususan wanawake kwa ujumla, muendelee kutusaidia kuleta taarifa mara kwa mara inapotokea
unyanyasaji, inapotokea unyanyasaji ama ukatili wa aina yoyote hivyo kwa namna hii, swala la jamii kuongeza ufahamu juu ya utambuzi wa haki na usawa kwa wote ni jambo la msingi sana, na lazima tujibidishe sote kufikia upeo wake. Hakikisheni mnaendeleza ushirikiano katika kutoa elimu na kupinga ukatili na unyanyasaji. Tuwaelimishe watoto wa kike kwa kuwapa fursa stahiki katika kupata elimu na kuwatengenezea mazingira bora na mazuri ya kujifunza na kufundisha. Ndugu wananchi, nichukue fursa hii pia kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusimamia kwa ukaribu sana utoaji wa mikopo isiyo na riba kwa wanawake inayotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, kwani inasaidia kukuza uchumi wa kaya hadi taifa. Katika mkoa wetu kwa mwaka 24-25 jumla ya shilingi bilioni 4,213,110,535 na senti 18 zilitengwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hadi kufikia Machi 2025, na jumla ya shilingi bilioni 2 mpaka sasa, jumla ya shilingi bilioni 2,871,991 zimetolewa kwa wanawake mpaka sasa, kati ya fedha hizo ambazo zilikuwa zimetengwa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 971,599,632 zimetolewa kwa vikundi 146 vya wanawake katika mkoa mzima wa Ruvuma. Nitoa wito kwa wanawake mjitahidi kujiunga kwenye vikundi vyenye tija na kuanzisha shughuli za ujasiriamali ambazo zitawainua kiuchumi na kuweza kurejesha mikopo mtakayokopa. Changamoto inayojitokeza katika mikopo hii ni kutokurejeshwa mikopo hiyo kwa wakati, ambapo ilisababisha mikopo hiyo kusitishwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kabla ya dirisha la sasa hivi kufunguliwa. Aidha, nisisitize halmashauri zote kuhakikisha zinatenga 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri na kukopesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kila robo ya mwaka kama miongozo inavyoelekeza. Ndugu wananchi, ninapenda pia nizungumzie kuhusu eneo la kuendelea kujikinga na maambukizi ya VVU, yaani UKIMWI. Kama wote tunavyofahamu, janga la UKIMWI bado lipo. Ni jukumu letu sote, wazazi, walezi, tujilinde na kuelimisha jamii kujihadhari na janga hili la UKIMWI, kwani haina tiba wala chanjo. Nashauri wananchi kubadili tabia na kujitokeza kwenda kupima afya kwa hiari, na endapo utakutwa na maambukizi, anza kutumia dawa mapema za kufubaza virusi vya UKIMWI. Ndugu wananchi, napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana kwa shughuli zote mlizozitekeleza katika wiki ya maadhimisho, ikiwemo kwenda kutembelea wahitaji, na naomba niwapeni hongera sana. Ninyi ndio wazazi na walezi wa watoto majumbani kwetu. Sasa hivi kuna ombwe kubwa la watoto wa kiume kuingiliwa kinyume na maumbile, yaani ushoga. Tupaze sauti zetu kwa pamoja kukemea na kuwalinda watoto wetu dhidi ya udhalilishaji huo. Tutoe taarifa mapema kwa vyombo vya dola. Kabla sijamaliza hotuba yangu, naomba nitoe maelekezo machache. Nachukua nafasi hii kuwaomba wanawake kujitokeza kwa wingi kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika maeneo yenu, kwani hiyo ni nafasi ya kipekee kwenu katika eneo la kutoa maamuzi. Lakini pia nipende kusema kwamba wakati waheshimiwa wabunge walikuwa wanazungumza, wamezungumza masuala mbalimbali, na
naomba niseme kwamba hayo yote ambayo wameyazungumza na mengine yote ambayo yamezungumzwa katika hadhira hii, naomba niwaahidi kwamba nitamfikishia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kama yalivyo. Ndugu wananchi, nimalizie kwa kuwashukuru kwa kunialika kuungana nanyi katika siku hii ya adhimu, na niwatakie kila la heri katika siku ya wanawake duniani 2025. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma, ivume Ruvuma, ivume. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Akina mama hoye! Wakina mama hoye! Wakina mama mpo? Hongereni sana.